uongozi yasimamiwe kwa karibu, ikiwa ni pamoja na mitindo ya maisha ya baadhi yao na miiko ya utumishi wa umma, ili kubaini na kudhibiti vitendo vilivyokabilika kama vile rushwa na ufisadi. La 11, sheria ya Baraza la Taifa la Vijana sura 411 itekelezwe na baraza liundwe, lianze kutumika kama jukwaa la maridhiano na hasa majadiliano na utatuzi wa masuala kuhusu vijana. Mapendekezo machache niongelee, Mheshimiwa Rais, kuhusu yale ya muda wa kati. Serikali imarishe mifumo ya uwajibikaji, kuhakikisha watendaji wote hususan wa ngazi za kati na chini wanasikiliza na kushughulikia kero za wananchi kwa wakati na kuwajibika pale wanaposhindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo na wanapokiuka sheria. Ili kutekeleza jukumu hilo kwa ufanisi, ni muhimu kuviwezesha vitengo vya ufuatiliaji na tathmini katika taasisi ambavyo kwa muundo wa sasa vinawajibika moja kwa moja kwa mkuu wa taasisi. Pili, serikali iendelee na iweke kipaumbele katika kutekeleza mapendekezo ya tume za vikosi mbalimbali, ikiwemo ile ya mfumo wa haki jinai na vikosi kazi vingine. Serikali pia, pendekezo jingine, huimarisha mfumo wa ajira ili uwe wa ushindani na haki. Ingine, serikali imarisha usalama, ulinzi na ufuatiliaji katika maeneo ya mipaka, hasa yenye vipenyo vingi, ili kuzuia uharibifu na uingiaji nchini kiholela. Tano, serikali imarisha ulinzi shirikishi kupitia mamlaka ya serikali za mitaa kuwashirikisha wananchi, ikiwa ni pamoja na kurejesha mifumo ya nyumba kumi kisheria. Hatua hii itasaidia kubaini viashiria vya uhalifu na kuchukua hatua stahiki kwa wakati. Mathalan, ushahidi ulibaini kuweko kwa nyumba mbalimbali kwenye makazi ya watu zilizotumika kama makambi ya kuwahifadhi vijana walikuwa wanaandaliwa kwa kupatiwa mafunzo kwa ajili ya kufanya hasia. Hata hivyo, mafunzo ya ulinzi vyombo vya ulinzi hawakuweza kubaini kuhusu makambi hayo. Sita, ni kuwepo kwa mfumo madhubuti wa usimamizi wa fursa zinatolewa kwa vijana kama vile mikopo, ajira, ununuzi na ushiriki katika miradi ya serikali, ili kuhakikisha kuwa vinatumiwa kwa kuzingatia sheria na utaratibu na hakuna upendeleo wala shinikizo ya kisiasa. La 7, ni serikali ifanye mapitio ya vipaumbele vya kibajeti na kupanua matumizi yasiyo lazima, ili rasilimali zaidi zielekezwe kwenye eneo la uwezeshaji wananchi kiuchumi, ambalo nadhani Mheshimiwa Rais hili pia umeshalitolea maelekezo. 9, serikali ichukue hatua ya kuboresha mfumo ya kisheria ya usimamizi wa majanga kwa kupanua wigo wa sheria ya usimamizi wa maafa, ili kujumuisha majanga yanayotokana na matukio ya uvunjifu wa amani. Maboresho hayo yatawezesha uwepo kwa mfumo wa mawasiliano wakati wa majanga unaohusiana na wadau wote wanaokuwa kwenye majanga, kama jeshi la polisi, jeshi la wananchi, jeshi la zimamoto na uokoaji, watoa huduma wa afya na wananchi. Aidha, yafanyike pia mazoezi ya utayari wa wadau wote. Hatua hii itapunguza athari za majanga ya aina hiyo yanapotokea. Mapendekezo ya muda mrefu. Moja, serikali irejeshe uratibu wa vijana wote wanaomaliza kidato cha 6 kushiriki mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kama sharti la lazima, ili kuwajengea uzalendo na uwezo wa kujitegemea. Aidha, kuwe na uratibu wa kuwezesha wahitimu wa JKT kujiajiri kwa kuishirikisha sekta binafsi.
Na la pili, serikali ibuni na kutekeleza mkakati wa makazi maalum kwa maafisa na askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili kuepuka mgongano wa maslahi na kulinda usalama wao kama ilivyopendekezwa na Tume ya Haki Jinai. Nihitimishe, Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako, mambo mawili matatu. Kwanza, nimetaja baadhi tu ya mapendekezo yaliyomo kwenye ripoti hii, lakini bila shaka wadau mbalimbali watapata fursa ya kuyaona kwa kina ndani ya ripoti yetu, na hali kadhalika tunategemea kwa siku 3 zijazo kukutana na wanahabari pamoja na wadau mbalimbali kwa ajili ya majadiliano mapana na ufafanuzi wa taarifa yetu. Pamoja na ugumu uliotokea Oktoba 29, na kupongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kuunda tume hii na kutuamini kufanya kazi yenye maslahi mapana ya taifa letu. Tulisikiliza vilio vya waliopoteza wapendwa wao, waliojeruhiwa na waliopoteza mali. Tuliona macho ya vijana waliokamatwa wakiulizwa kwa wasiwasi mustakabali wao tulipowatembelea magerezani. Tulikutana na familia ambazo hadi leo hazijaelewa nini au nani, kwa nini, nani aliyomdhuru mpendwa wao na kwa nini. Lakini pia kwa upande mwingine, tuliona Tanzania yenye upande wa ujasiri, uzalendo na hekima. Tulisikiliza viongozi wa dini wakiomba amani kwa nguvu ya ukweli. Tuliona wazee wenye busara wakitoa maneno ya hekima. Tulipata ushirikiano wa wananchi ambao walikuja kwa ujasiri mbele ya tume. Lakini sio hivyo tu, kwa kawaida pia kwa sababu wanalipenda taifa lao. Na kuhusu wananchi na watu waliokuja mbele ya tume, sio jambo la kawaida kwa tume kama hii ya uchunguzi kwa siku 153 kuwasiliana kwa karibu sana na kwa namna moja au nyingine na watu wapatao 63,603. Hiyo ni sawa na wakazi wote wa Tukuyu au wakazi wote wa Korogwe au wakazi wote wa Bagamoyo. Kwa tunawashukuru sana Watanzania kutuamini na kushiriki katika hii hatua ya kwanza au hatua hii muhimu ambayo aliona Mheshimiwa Rais siku alivyoapishwa kwamba ndio njia ya mwelekeo wa taifa letu. Kwa Mheshimiwa Rais, hayo machache naomba sana kwa heshima kabisa nikushukuru kwa hayo, na niombe muda mwafaka kwa kuwasilisha. Haya, tumpongeze mheshimiwa. Sasa niwaombe kwa heshima na taadhima waheshimiwa viongozi tukae, kwa sababu kuna kamera ziko kule nyuma. Tukae. Okay. Mheshimiwa Rais, kwa heshima kubwa naomba sasa nikukabidhi ripoti ya tume na viambanisho vyake kama ifuatavyo. Kwanza ni ripoti kuu, pili ni muhtasari wa ripoti, mwenendo wa uchukuaji wa ushahidi ambayo una volume juzuu 2, viapo vya mashahidi affidavit ni juzuu nyingi za kila mkoa tuliotembelea, taarifa ya uchunguzi wa maiti mbalimbali na viambatisho vingine vya ripoti ikiwemo uchambuzi
na maoni na taarifa zilizoletwa, taarifa ya uchunguzi wa kitaalam, nyaraka za rejea, ratiba ya utekelezaji wa shughuli za tume, orodha ya wadau wote waliofika mbele ya tume. Na mwenyekiti, sasa nakuja kumkabidhi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makofi mengi. Alifanya wasilisho na sasa ameweza kukabidhi hiyo ripoti. Asante sana Mheshimiwa Jaji, tunakushukuru pamoja na wajumbe.